Mimi nauliza swala, mwalimu, tuna sikukuu za mwanzo, kuna watu wanatangulia sikukuu na wengine tunachelewa. Je, mimi leo nishaswali, kesho ninaweza nikaja kwenye mswala wa watu waliokuja mwisho kuswali? Sisi tunawakaribisha, wala hatuwafukuzi kwa sababu amekuja kwenye neema nyingine. Tumefahamiana. Jana alikuwa kwenye uwanja wake na leo kaja kwenye uwanja mwingine. Mbona wapo pale uwanjani wa vijana wengi ambao wamefungua jana, lakini ndio wanaosaidia kutandika, kuweka kila kitu kiko sawa, wala si ugomvi. Tumefahamiana. Kuna masala hayana ugomvi, tuna ugomvi sie. Tumefahamiana. Tunaosie ugomvi sie. Kwa mfano, wewe kwa elimu yako umeona ufunge kufua taarabuni, funga. Mimi kwa elimu yangu naona nifuate hapa na mie ni funge. Mie nimefunga kufua taarabuni, sawa, wanaita mwezi wa kimataifa, na leo ndo fungua, lakini usije ukapita viamboni na chupa ya soda na maji kuna kunywa kwa sababu wewe umefungua. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo hata kama mumeo kanakwambia mfungue kwa sababu mnafuata, mwambie mume wangu tunafungua, lakini tufungue humu ndani kwetu. Nchi haina dini. Nchi haina dini, lakini dini ina ustaarabu. Dini hii ina ustaarabu. Huwezi ukatoka na chupa ya soda huko ukapita mitaani unafungua wakati mamia ya watu wamefunga. Au utuambie unachukua chupa yako ya soda na maji unakunywa mbele za watu kwa sababu waliobakia makafiri. Na hajawahi kusema mwanazuoni yote kwamba kwa kutofautiana yule wa jana na waleo waliobakia leo makafiri. Hakuna hilo, hajawahi. Sasa unajidhihirisha nini kwamba mbele ya umma na watu wengi? Kwa sababu siku ya mwisho, kwa kuwa walio wengi ndio bado wanaendelea kufunga kwa sababu ya maarifa ya elimu yao, basi siku kuu itakayokuwa inazingatiwa katika hayo miendo ya huo mji itakuwa ya wale wengi. Sisi tunafahamiana. Hapa watu watafungua kesho kutwa, lakini siku kuu hasa itakayozingatiwa katika mwendo na utaratibu wa huo mji ni ile ya wengi. Kama watu wanataka wawaelimishe mpaka nao wabadilike, lakini kama hawajabadilika, wanaamini kwa msimamo wao ni wengi, waheshimiwe na iheshimiwe dini. Dini haikuja hivyo hivyo tu. Sasa kibaya, kama nyie mnasikiliza redio, kibaya kinaenda alofunga leo, kwa maana anofungua leo, wengine baadhi yao waliosona adabu wanaenda mpaka wale wengine wanaona makafiri, wanawatoa katika Uislamu eti kwa sababu mtu hakufunga kufuata yeye. Usinitoe katika Uislamu, huna uwezo wa kunitoa katika Uislamu. Katika masala ya kifikihi huna uwezo. Nasema masuala ya kifikihi, kina mama, masuala ya kisheria, asikutoe dabitiusi katika Uislamu. Masuala ambayo mtu kama atakosea kikweli kweli, tukiridhika tunamtoa katika Uislamu, ni masala ya kiimani, kitauhidi. Kwa mfano, ukisema hakuna moto, hiyo tutakufukuza moja kwa moja, toka wewe sie, kwa sababu umekataa imani. Lakini masala ya kifiki, tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walionekana masahaba wanatofautiana kwenye masala ya kifiki, haikuwa shida. Na usimlazimishe mtu lazima awe upande wako. Kama hakuwa upande wako, huyo kafiri. Mmeona wapi? Tumefahamiana. Huko kwenye mitandao kuna mjadala mkubwa, zakatul fitri inafaa kutoa pesa au mchele, mpaka inafika pahali yule anayesema mie naona inafaa pia kutoa pesa, wengine wanamuona makafiri sana.
Sasa unanionaje mimi makafiri wakati ni wazo la ufahamu wangu? Kama sijafahamu sawa, endelea kunielimisha, lakini usinitoe katika dini. Tumefahamu hili masala ni ya kifikihi, masuala ya kifikihi, khilafu imeruhusiwa au kuna ijmai ya wanazuoni inayosema si ruhusa kutoa pesa. Ikisha kuwepo ijmai ya wanazuoni hatutalijadili tena, lakini kwa kuwa hakuna ijmai ya wanazuoni, mimi natizama kwenye mitandao watu wanatukanana, we hakuna njia nyingine, we halafu anaambiwa we mtu wa bid'a, mtu wa bid'a vipi? Basi kama mimi mtu wa bid'a, Umar ibn Abdul Aziz ndio mtu wa bid'a, anaendwa khalifa, anazingatiwa, na yeye amesema yeye anaona pesa inafaa. Sasa na yeye mtamwenda kusema Abdul Aziz bid'a? Masala khilafia. Samahani ni kina mama, masala kina Mwalimu Makame wanayochokoza hapa, hata sitaka kuyasema, lakini inaleta shida. Mimi nawashukuru sana wanawazuoni ambao wako mutawassitun, wanawazuoni ambao hawana misimamo mikali, wala sio wale chai bora, siji nini mnaita nini, chai bora au asio chai hivyo mwimba, manake kila kitu sawa sawa. Mwanazuoni poa, usiwe mwanazuoni poa, wala usiwe mwanazuoni mkali, we kila kitu mkali. Yeye ndio kutakuwa mkali mpaka lini? Tumefahamiana? Wanazuoni nasema tuangalie maslahi ya hii zaka yatakuwa wapi kwa yule mtumiaji. Nakupa mchele na mwingine kakupa mchele na mwingine kakupa mchele, itabidi kwa sababu ukauze mchele upate mbatata, mwingine ukauze upate nazi. Sasa huyu kaleta pesa na kupa mchele na pesa upate chakula, kwani lengo nini? Pia wazo hili ukilipinga, uliheshimu kwamba naliheshimu kalisema mwenzangu, lakini sina haja ya kumtoa katika Uislamu. Sasa masala yameenda Mwalimu Makame, yamebadilishwa kuwa yamekuwa masuala ya kitauhidi, na tukijadili tu masala katika Uislamu, katika watu mnao elimu zenu, masala ya kitauhidi hujadiliwa kwa mtazamo wake na masala ya kifikihi. Sasa wenzetu moja kwa moja wanakwenda kuyajadili katika mtazamo wa kitauhidi. Mubtadia yule, ukiitwa mubtadia maana yake ni imani hiyo, na imani itakutoa tu. Khilafu za kifiki zimetokea tangu wakati wa tunaenda kusali wapi, na Mtume kasema la yusalliyana ahadukum illa fi Quraidha. Wengine wakasali njiani, wengine wakasali Quraidha. Basi na wale wasiosali kule Quraidha mubtadia wamezusha na wao. Ni masala yanahitaji hekima, yanahitaji unyenyekevu, yanahitaji kuheshimiana. Sasa hivi kina mama, dunia inaenda kusiko, watu wanao elimu hawana heshimiana, wanatukanana sana. Pamoja na yote mazuri tuliyoyasema, tusije tukajiona sisi tunaokuja kwenye mawaidha ndio pekee yetu funga zetu zinakubalika. Tukamuombe Mungu asikubali, lakini tunayo matumaini ya kuzikubali sisi na wenzetu ambao hawakuja kwenye mawaidha. Tusije tukajikweza mabega yakawa juu kwa juu tu wa peponi sie. Wewe vipi? Sasa elimu zinawakweza watu, zinamkweza mtu, anaona hawa kina Mwalimu Makame pumba hawana maana. Sivyo. Elimu hii bwana mbaya, elimu mbaya, inahitaji unyenyekevu na heshima ya kweli. Na kile watu wakikuona huna elimu bora kuliko kukuona yule jamaa na elimu kubwa sana. Kwa hiyo ndio hivyo. Sisi tunapokea na pesa na mchele kwa sababu tunaona hapo hata wana shida. Ndio msimamo wetu. Na anaye msimamo kwamba pesa hazifai, yeye aje na mchele nao tunapokea. Iende Nungwi kwa salama. Wanaofungua kesho kutwa wawaone na wenza wao wako salama. Hakuna uhakika tunaenda kwa Mwenyezi Mungu. Yeye Mungu atatupokea sote. Usiufunge mlango nyie hammo. Kwani mlango wa baba na mama hiyo